Kwa mujibu wa Kamusi Kuu ya Kiswahili, toleo namba 2, elimu ni maarifa yatolewayo kwa mfumo maalum kwa kufundisha na kujifunzia. Nchini Tanzania, elimu imekuwa ikitolewa katika mazingira mbalimbali. Achilia mbali elimu inayotolewa darasani, Watanzania wamekuwa wakiandaliwa ili kuwa wanajamii wazuri kwa kupata mafunzo mbalimbali ikiwemo jando, unyago na maeneo mengine ya kijamii. Elimu hii ya kijamii ilimwezesha Mtanzania kutangamana vema na jamii na kubaini nafasi yake katika jamii, kufahamu nani mkubwa na nani mdogo, na kila mmoja apate heshima yake, achilia mbali kujitegemea. Elimu ile ya miaka hiyo ya nyuma, haswa unyago, nikirudi kwenye unyago wa sisi kina mama, ulikuwa unamjenga mtoto wa kike kwanza kuwa muoga, kuwa na adabu, kuwa msikivu kwa wazazi wake nyumbani mpaka kwa wazazi wa wenzie mitaani. Zamani shule zikifungwa ule mwezi wa 12, kila pembe, kwa mfano kama kule kwetu Morogoro, utasikia mdundiko unapigwa. Ukiuliza jamani vipi, unaambiwa pale kwa Mama Fatuma, mwanawe kesho mkole, kesho kutwa kulalilia, mtondogoo mwali anatoka, ananema. Unyago huo, au hizo mila zetu na utamaduni wetu. Lakini siku hizi hakuna. Watoto wanajifunda wenyewe, watoto wanajifundisha wenyewe. Umuhimu wa elimu unakwenda mbali zaidi. Hii ni baada ya ushuhuda unaotolewa na mwanafunzi wa zamani aliyezaliwa miaka zaidi ya 70 iliyopita, ni kwa namna gani elimu aliyoipata inamnufaisha mpaka hii leo. Hiyo elimu ya mazingira, sisi tuko tunapata elimu zenye manufaa. Kwa sababu Msamvu Middle School tulikuwa na workshop ya ufundi seremala, workshop ya ufundi bati, workshop ya kujenga, alafu tulikuwa na kilimo, agriculture science, tunafundishwa shule. Kwa hivyo mimi nimetoka darasa la 8 nimeiva. Sishindi chochote, kulima shamba natayarisha, bustani natayarisha, kutengeneza, kupiga landa hivi mimi ni babaishi mpaka leo, kujenga najua, wote nimepata pale. Sasa hata muziki wa sasa hivi, sisi tulikuwa tunafundishwa kupiga muziki. Nakumbuka Morogoro Jazz Kibani Malimba waligoma mwaka fulani. Bendi ya shule tulikuwa tunatumbuiza Jumamosi na Jumapili. Unaona? Mnani afisa maendeleo walikuwa marehemu Zeki Hampa. Nasema jamani, Morogoro Jazz na Kibani Malimba wametugomea. Wamegoma, wanataka mapato makubwa, kwa hivyo sisi tunaomba watu wa Morogoro watakuwa hawana weekend, hawana starehe. Bendi pale ya shule wanapiga. Piga kule na tumbuiza pale, kuna kila kitu, kwa hivyo unafundishwa. Mafanikio ya jambo lolote lile yanahitaji mipango madhubuti, na katika uga wa elimu huwezi kuacha kuzungumzia sera ya elimu. Sera ni kitu ambacho kinategemewa katika utoaji wa elimu bora na mafunzo. Safari ya elimu Tanzania imepitia katika sera tofauti, lengo likiwa ni kutoa elimu iliyo bora. Licha mafanikio yaliyopatikana kutokana na utekelezaji wa sera hizo, tathmini iliyofanyika ilionyesha kwamba kuna maeneo mengi ya sera hizo ambayo hayakutekelezwa ipasavyo kutokana na sababu mbalimbali. Awamu ya 6 itaendeleza kazi nzuri iliyofanywa katika miaka 5 iliyopita. Aidha, tutajielekeza katika kufanya mapitio ya sera ya elimu ya mwaka 2014 na kufanya marekebisho. Tunataka mitaala yetu ijielekeze kwenye kutoa elimu ujuzi kulingana na mazingira ya nchi na soko la ajira. Mageuzi katika sekta ya elimu ni kitu ambacho hakiepukiki na yanakwenda kumwondolea mzigo mwanafunzi kusoma masomo ambayo hayakuwa na tija kwake. Mabadiliko yale yatakayoanza kufanyika kwenye elimu ya awali, elimu ya msingi, elimu ya sekondari na kisha vyuo ni fursa nzuri kipindi hiki ambacho Mheshimiwa Rais atakuwa anazindua sera leo, kuanza kutazama ni masomo gani ambayo hatuyahitaji tena hapa nchini, kwa sababu watoto wetu
wanao uwezo wa kuyafahamu hata bila kufundishwa darasani. Mheshimiwa, sera imeweka kipaumbele upatikanaji wa elimu bora na sio elimu tu. Sera inazungumzia upatikanaji wa elimu bora katika viwango vyote, hasa kwa makundi yaliyosahaulika kama vile wanafunzi wa vijijini, wasichana na watoto wenye ulemavu. Kwa upande wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa, tamko hili tumeanza kulifanyia kazi muda na kuongeza wigo na kujenga maskuli ya kisasa katika sehemu zote mijini na vijijini kwa lengo la kuwapatia elimu wananchi wa Zanzibar. Mapema mwezi Februari mwaka 2025, serikali ya awamu ya 6 ilizindua sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023, sera ambayo inalenga kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya elimu. Tukio hili limekuja wakati mwafaka, kama asemavyo Rais wa awamu ya 4 Daktari Jakaya Mrisho Kikwete. Tukio la leo linaashiria kilele cha mchakato huo. Napenda kuchukua nafasi hii kukupongeza wewe Mheshimiwa Rais pamoja na serikali unayoiongoza kwa uamuzi huu mzuri na uliofanyika kwa wakati sahihi utakaohakikisha sekta ya elimu nchini inakuwa sambamba na mabadiliko yanayotokea. Chini ya uongozi wako Mheshimiwa Rais, tumeshuhudia uchumi wetu kikua na kutanuka kwa kasi, na hivyo kuibua mahitaji mapya ya rasilimali watu na stadi mbalimbali ambazo hazikuhitajika sana siku za nyuma. Aidha, mwaka huu wa 2025 tunakamilisha mpango wa maendeleo ya miaka 25 na sasa tunajiandaa kwa utekelezaji wa dira ya maendeleo ya 2050. Yote haya yanalazimu kuwepo kwa sera mpya itakayoashiria, sera mpya ya elimu itakayoashiria mwanzo wa ngwe mpya katika safari ya kuimarisha, kuendeleza na kuimarisha zaidi elimu yetu ili kufikia viwango vya juu vinavyokidhi ubora na mahitaji ya taifa. Wahenga wanasema chanda chema huvikwa pete. Katika sera hii mpya ya elimu, ni nani anapaswa kuvikwa pete? Lakini chimbuko la mambo haya ni maono yako Mheshimiwa Rais. Yapo mambo yanayotokea serikalini, yanaanza kwa wataalamu, kwa mawaziri, kwa rais, anakuja kutoa maelekezo. Hili limeanza kwa rais, kwa waziri, kwa wataalamu, kwa utekelezaji. Na wakati unatoa maelekezo awali kabisa, waziri wa elimu alikuwa Mheshimiwa Profesa Joyce Ndalichako, na nilikuta kazi imeanza. Kwa hata wale wanaosema mkenda, lakini nilikuta Mheshimiwa Ndalichako kazi ilikuwa imeshaanza. Kwa Watanzania wenzangu mnaonisikiliza, haya mabadiliko ya kihistoria chimbuko lake ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Waneni hunena hakuna ziada mbovu. Umuhimu wa sera ya elimu na mafunzo umeendelea kutiliwa mkazo na Makamu wa Rais Daktari Philip Isdori Mpango. Sera hii mpya ya elimu na mafunzo itatuwezesha kubadili mfumo wetu wa elimu ili tuweze kuzalisha nguvu kazi yenye ujuzi wa kumudu mabadiliko ya teknolojia kama artificial intelligence, lakini pia ushindani mkali wa kibiashara duniani. Je, nini anachokiona Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan chenye kuhitaji zaidi sera hii mpya ya elimu? Lakini katika kuona mbele, tujiulize, huko mbele tunaona nini? Ndugu zangu, huko mbele ninaona dunia inayobadilika kwa kasi sana. Mabadiliko ambayo ni sawa na upepo unaovuma kwa kasi, ambapo unaweza ama kutupepea ama kutupeperusha. Upepo huo ni kasi ya mabadiliko ya teknolojia ya habari na mawasiliano, yani TEHAMA, katika kujifunza au kuiharibu jamii. Kutokana na upepo huo, ni lazima tuwe na maandalizi ya kufanya upepo utupepee na usitupeperushe. Tutafanya hivyo kwa kutoa elimu kwa urahisi kupitia TEHAMA na kuwaandaa vijana wetu kuwa na taaluma na ujuzi wa taaluma hiyo. Lakini pia
tujue yaliyomo kwenye tehama na kuandaa vyema watoto wetu ili wasipeperushwe kwa utovu wa maadili na utovu wa adabu. Mbele yetu pia ninaona mahitaji makubwa sana ya ajira kwa vijana ambayo yataendelea kuongezeka sana mbele ya safari kwa sababu kubwa tatu. Kwanza ni kasi ya mabadiliko ya kiteknolojia itakayosababisha baadhi ya kada nyingine kukua na nyingine kutoweka, na zile zitakazosalia majukumu yake hayatohitaji watu wengi. Lakini sababu ya pili ni utandawazi ambao unatoa fursa ya bidhaa na huduma kutoka sehemu moja ya dunia kwenda sehemu nyingine kwa urahisi na bila kulazimika kuwa na msimamizi. Na la tatu ni ongezeko la idadi ya watu lisiloendana na kasi ya ukuaji wa uchumi wetu. Hapa kwa mara nyingine inakumbukwa kauli ya wahenga isemayo, ukitaka kwenda haraka, nenda peke yako, lakini ukitaka kwenda kwa mafanikio, nenda na wenzako. Kauli ambayo inashadidiwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunahitaji kuendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji kwenye sekta ya elimu nchini, hususan elimu ya amali, ili sekta binafsi izidi kutunga mkono. Hivyo naitaka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana tena na Wizara ya Fedha iandae utaratibu wa PPP kwenye sekta ya elimu ili tuone jinsi tutakavyoweza kusukuma utekelezaji wake. Sera ni nzuri, yaliyolengwa ndani ni makubwa. Serikali peke yetu hatutaweza, na kutegemea wahisani peke yao hatutaweza. Dunia inabadilika, kila nchi, kila eneo lina changamoto zake, lakini tukienda pamoja na sekta binafsi tunaweza tukafanya vizuri. Kwa hiyo twende tukafanye maandalizi ya kwenda pamoja na sekta binafsi na tuone jinsi tutakavyoweza kutekeleza sera hii. Wakala wa Maendeleo ya Uongozi wa Elimu ni chombo kilicho chini ya Wizara ya Elimu. Chombo hiki kina jukumu kubwa la kuhakikisha linawaandaa vyema viongozi watakaokwenda kusimamia utekelezaji wa sera hii muhimu kwa taifa. Wakala wa Maendeleo ya Uongozi wa Elimu tunatakiwa tutafsiri. Tukisha tafsiri, sasa tutengeneze training ambazo zitawajengea uwezo watekelezaji. Sasa taasisi yetu tayari imejiandaa kwa mambo kadhaa. Eneo la sera, sisi tunataka kuhakikisha kwamba sera iliyotungwa, jambo la kwanza, inakuwa implemented. Sasa ikiwa implemented, maana yake unaongelea mambo ya practice, yani utendaji. Sasa utendaji, kuimplement hii sera, ukitengenezea training, unawatengenezea training kina nani? Unatengenezea training walimu ambao wako kwenye mashule. Kwa hiyo tayari baada ya kuifahamu sera vizuri na kuifahamu mwelekeo wa mabadiliko ya kimitaala, na lengo kubwa ni elimu ya amali. Kwa hiyo tayari tumeshaona namna gani tunaweza tukatengeneza program zetu ambazo zitareflect elimu ya amali, lakini sio tu kureflect elimu ya amali, ni pamoja na mambo ya tehama. Tunachotaka kukifanya na ili kuisaidia wizara iweze kutekeleza ipasavyo malengo yake ya mabadiliko ya kisera na mitaala, tunataka tuwaelekeze walimu, kwa sababu tafsiri, wasipopata tafsiri, maana yake hawataweza kuwa na uelewa wa dhana halisi ya nini mabadiliko ya mitaala katika kufikia malengo makubwa ya maendeleo ya nchi. Ndio kitu tunachokiongelea kuhusiana na relevance. Kwa hiyo tunachotaka kufanya pia ni kujenga uwezo wa kitafsiri. Wakishaelewa tafsiri, kwa hiyo kile chochote wanachokifanya basi kihakikishe kwamba kinafikia malengo makubwa ya nchi, haswa ya kimaendeleo. Kwa sababu unafanya mabadiliko ya kimtaala, mabadiliko ya kisera, lakini mwisho wa siku yana reflect kwenye mipango ya maendeleo ya nchi na mipango mikubwa ya maendeleo ya dunia. Profesa Aldin Mutembe ni mgoda wa kigoda cha uprofesa cha Mwalimu Nyerere katika Kiswahili, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Anazungumzia umuhimu wa elimu ya kujitegemea na kutoa kongole kwa sera hii ya elimu. Naam, tunaweza tukaangalia sera kutoka mwaka wa 67. Na kitu muhimu sana katika mwaka wa 67, tukiangalia Azimio la Arusha, kulikuwa kuna elimu ya ujamaa na kujitegemea. Sasa ukichukua kipande cha kujitegemea, ndio kitu muhimu sana katika swala la elimu.
kwa sababu wakati ule ilikuwa inalenga elimu iwe ya kujitegemea katika hatua fulani, elimu ya kujitegemea. Na kuna tume mbalimbali ambazo zimeundwa Mheshimiwa Rais wakati ule Mwalimu Nyerere, tume nyingi sana zimeundwa, na tume moja hapo muhimu ilikuwa ni ya Makweta. Yeye mwenyewe akiwa ni mwalimu, inaitwa tume ya Mwalimu Nyerere ya Makweta, tume ya Makweta ya elimu, ndio ambayo ilitoa angalau dira ambayo ilikuwa ni kubwa. Kumekuwa na utafiti mwingi sana, utafiti wa Tanzania wenyewe, lakini pia utafiti wa watu wa nje kule, Waingereza wote wakisema kwamba swala la elimu Tanzania ili iweze kuwasogeza kutoka sehemu moja kuwapeleka mbele katika maendeleo, lazima wafanye 1, 2, 3, 4. Wote wanaingia kwenye swala la kujitegemea. Kwa hivyo sasa tukiangalia sera hii kwa mara ya kwanza hii ya sasa hivi ya 2014 ambayo imefanyiwa mapitio na marekebisho 2023, tunaona kitu kimoja ambacho ni cha kipekee. Ile ya 2014 ilisema kwamba lugha ya Kiswahili itakuwa ni lugha ya kufundishia katika kipengele cha kujitegemea, kitu ambacho sisi wote tumekuwa tukizungumza. Watafiti wote ambao ni makini wanaoipenda Tanzania wamekuwa wakizungumza kwamba ili Tanzania ipige hatua ni lazima itumie lugha ya Kiswahili kufundishia. Sera ilisema hivyo. Isipokuwa sera hiyo ya 2014 ikasema pale pale kwenye hicho kipengele kwamba lugha ya Kiingereza itaendelea kuwa lugha ya kufundishia. Hapo ndio kaanza kuwa na mtafaruku, kwa sababu huku unasema lugha hii itakuwa kufundishia, huku unasema lugha nyingine itaendelea kufundishia, na unawekeza zaidi katika lugha ile ya kigeni. Hasa sera hii imekuja na ufafanuzi tofauti kidogo, kitu ambacho kwetu tunaona ni hatua kubwa. Na hapa lazima tuseme wazi kwamba serikali imesikiliza tafiti zinazosema, serikali imesikiliza na kuangalia hali halisi ya Tanzania na imepiga hatua katika swala la kutegemea. Imesema sera sasa hivi kwamba ukiangalia katika sura ya 3 ibara ya 3 namba 10 namba 2 kwamba lugha ya Kiswahili itatumika kufundishia. Na mimi naunga mkono, labda kwa kujibu swali lako Bwana Kambaya, naunga mkono sana, kwa sababu hiki ni kitu ambacho ni hatua ambayo tumekuwa tukisema miaka yote, miaka nenda miaka rudi. Sio sisi tu, toka miaka 60, miaka ya 70, 80 kija na kuzungumza hivyo hivyo. Sasa kwa mara ya kwanza imefafanuliwa vyema. Akirejelea kauli kadhaa ambazo zimekuwa zikitolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, mhadhiri wa chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, Daktari Ahmed Sov, ameanza kwa kutoa kongole kwa mshika maono Chief Hangaya, Daktari Samia Suluhu Hassan. Hii ni sera mpya kwa kweli. Kwanza kabla ya yote kabisa tunapenda kutumia fursa hii kumpa kongole daktari wanasikuzi wanamuita daktari msomi kwa jambo hili kubwa, kwa sababu kwa muda mrefu sana tangu alivyoingia madarakani alianza kuonyesha dalili na ishara kwamba mfumo wetu wa elimu unapaswa kuangaliwa upya katika mambo mbalimbali, ikiwemo masuala ya amali, ikiwemo masuala ya ufundishaji, namna ufundishaji wa mbinu za kisasa na vitu mbalimbali. Kwa hiyo tunatoa kongole kwanza kwa kukamilika kwa sera hii. Lakini utakumbuka kwamba wakati Mheshimiwa Waziri wa Elimu na Science Profesa Adolf Mkenda wakati anatoa taarifa yake alimuelezea Mheshimiwa Rais kama mzalendo kwa sababu ya fursa na muda. Walipewa muda wa saa 2 kuwasilisha yale yaliyomo katika sera, lakini yeye akasema hapana, nitakaa kutwa nzima kusikiliza kwanza ni nini kimo katika sera, kwa sababu elimu ndio roho ya taifa lolote, elimu ndio roho ya nchi. Kwa hiyo hii tunampongeza sana kwa hatua hiyo. Lakini jambo la pili ni sera yenyewe. Tayari kwa sababu sera imeshaanza kutekelezwa, tayari tunaona kupitia watoto wetu hata katika majumba wanaanza kubadilika. Juzi mwanangu alinifuata mdogo sana, takriban miaka 6, ananiambia baba, tumepewa amali. Yani anajua habari ya amali, anasema tumepewa amali, tunatakiwa sasa tuingie katika program mbalimbali. Kwa hiyo mimi naamua kuingia kwenye mapishi kwa sababu ndio kitu nakipenda. Nikamwambia mwanangu, kuna mambo ya uandishi wa habari pia wameambiwa waingie. Yeye akasema hapana,
mimi jambo nalolipenda ni mapishi, nikampa uhuru, anaingia. Kwa hiyo unaona mtoto yuko darasa la 3 lakini anaanza kuwa na utambuzi wa kuanza kupata kazi zinazotokana na mikono, ambao anajua hii kitakuwa ni kitu ambacho kitamnufaisha na kumsaidia katika maisha yake ya baadaye. Kwa hiyo hii sera imeeleza vizuri sana katika eneo hili la amali, na tunaamini na lazima tuwaambie Watanzania wenzetu kwamba mambo haya ya sera hayahitaji haraka sana, kwa sababu sera ni mchakato, unakwenda taratibu, na tusijiwaze sisi ambao tulisoma kwa kupitia sera nyingine, kwa kupitia mfumo mwingine. Tuangalie kizazi chetu na tuiangalie Tanzania yetu ya sasa na ya baadaye. Na ndio maana ukaona Mheshimiwa Rais ameweka fedha ya kutosha katika jambo hili kwa ajili ya kuangalia kizazi future, baadaye vijana wetu watakuwa katika mazingira gani. Licha ya kuwapo kwa sera bora, ni jukumu la kila mmoja kuhakikisha anasimama vema katika eneo lake ili sera hii iweze kuwa na tija pamoja na kufahamu thamani ya elimu. Uongozi, usimamizi na uendeshaji wa shule katika sekta ya elimu unahitaji taasisi madhubuti kama ADEM ambayo ina lengo la kuandaa viongozi katika kusimamia mabadiliko makubwa ambayo yanakwenda kufanyika ndani ya serikali ya awamu ya 6. Na wakala kwa miaka mingi, kama ambavyo historia yake inajulikana, imekuwa ikiendesha mafunzo mbalimbali, yale ya muda mrefu na muda mfupi. Theme kubwa ya mafunzo yetu huwa ni uongozi na usimamizi fanisi wa shule. Katika eneo hili tunamtaka kumwandaa kiongozi yule ambaye atakwenda kuleta mabadiliko shuleni, lakini atakayeweza kuwa tayari kusimamia mabadiliko makubwa ambayo yanakwenda kutokea kwenye sekta ya elimu. Sasa kwa miaka mingi kama nilivyosema, na mabadiliko makubwa ambayo yamefanyika sasa, tunamhitaji kiongozi ambaye ana uwezo mkubwa wa kunyumbulika kulingana na mazingira ambayo yapo. Tunafahamu kwenye mabadiliko makubwa ya sera, sisi kama wakala tayari tumeshaanza kutafuta nafasi yetu vizuri, kutekeleza majukumu yetu ili kulinda nafasi yetu vizuri. Unajua, maamuzi au tuseme mawazo ya wananchi yanayokubaliwa na serikali, alafu serikali ikatengeneza sera ikarusha kwa wananchi, hayatakiwi yaishie kwenye mazungumzo tu. Yanatakiwa kampeni kubwa, kwa maana kwamba kila mtu avae hiyo swala kama la kwake. Yani kila mtu katika hatua yake, wala sio viongozi, kila mtu, wazazi wenyewe walivae kwamba hili ni jukumu letu. Zamani wazazi walikuwa wanaturithisha mashamba, wanaturithisha sui majumba au hivi. Sasa hivi haya mambo hayapo, yanapungua kwa kiasi kubwa. Urithi uliopo ni elimu, urithi uliopo ni maarifa. Kwa hivyo ikiwa mzazi atatambua elimu, nafasi ya elimu kwa mtoto wake, hiyo ni kitu muhimu sana. Lakini je, ni wazazi wangapi ambao wanaelewa hiyo falsafa? Kwa hiyo ni muhimu kwa walimu wa shule za msingi, walimu wa shule za sekondari, maafisa elimu kuwa na mikutano ya mara kwa mara, kuwa na hivi kusisitiza. Ninachomaanisha hapa ni kwamba ikiwa Mheshimiwa Rais amezungumza kule juu, ametoa neno, iwe ni kwenye maandishi ya hotuba au hivi, inamaanisha hicho kitu anachozungumza kinateremka chini kwa sisi wote. Mimi nafanya nini hapa kama mwalimu kuitafsiri hiyo kauli ya Rais katika lugha nyepesi ambayo kila mtu ataelewa. Na nikizungumza hivyo, huyo mtu ambaye namwambia anaitafsirije kwa lugha nyingine nyepesi kwa mtu, inatiririka mpaka chini kwa wazazi, mpaka kwa watoto wenyewe. Wanafahamu thamani ya elimu, na sio tu kuifahamu, lakini tunaona jinsi ambavyo wanaitenda hiyo thamani ya elimu. Kwa maana hiyo, kuna haja sasa ya walimu kupata mafunzo ya kazini, mafunzo endelevu kazini. Najua sasa hivi kuna mafunzo mengi serikali imefadhili, kwa mfano tutasikia MEWAKA, mafunzo ya walimu kazini. Lakini bado kuna haja ya kuwa na mafunzo ambayo ni timilifu zaidi. Namna gani watasimamia utekelezaji wa ile sera iliyoboreshwa ya 2014 toleo la 2023. Kipengele cha lugha kimevutia wengi. Mfano, Daktari Ahmed Sovu anaelezea nafasi ya lugha ya Kiswahili kutumika moja kwa moja katika baadhi ya masomo.
Kwa hiyo hii kwa kweli sera hii inaleta msingi mzuri kwamba mtoto akianza kuona kuna umuhimu wa kusoma lugha, anaanza kuisoma akiwa darasa la 4. Tafsiri yake ni kwamba mpaka anafika chuo kikuu atakuwa tayari ameshakuwa mshititi, atakuwa ameshakuwa msogora, atakuwa ameshakuwa mtabe au mlumbi galacha wa lugha husika. Kwa hiyo hili ni jambo zuri sana. Lakini kwa upande wa lugha ya Kiswahili nimefurahishwa na mambo mawili. Kwa upande wa lugha yetu ya Kiswahili, pamoja na kwamba bado haijawa ndio lugha pekee ya kufundishia na bado tunaomba iwe hivyo, lakini bado imepewa nafasi yake. Itaendelea kutumika. Kwa mfano katika mkondo wa amali, lugha itatumika kufundishia ni lugha ya nini? Ya Kiswahili. Na amali maana yake ni maarifa, amali maana yake ni ujuzi. Kwa hiyo ile itawasaidia, lakini Kiswahili pia kinatokeza katika somo muhimu sana ambalo linaitwa maadili na historia ya Tanzania, ambalo linafundishwa kwa lugha ya Kiswahili. Nimeona watoto wadogo tu tayari wanaanza kujua mambo ya msingi, wanajua taratibu za kupiga kura, wanajua taratibu za kupata uraia, wanajua historia ya nchi yao. Ni kwa sababu ya msingi huu ambao unatengenezwa. Kwa hiyo kwa kweli tunapenda kutoa tena kongole na pongezi kubwa kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono haya. Kupitia wasaidizi wake. Kwa kweli tutaliona taifa letu likiwa taifa jingine huko mbele, na tunawaona vijana wetu sasa wakiwa ni vijana wanaomaliza shule lakini wakiwa na ushindani, vijana wenye kujiamini, vijana ambao na wataweza kushindana katika midania zozote zile za kidunia, kwa sababu tumekwenda na wakati. Yani jambo limekuja kwa wakati. Yani Mheshimiwa Rais ni kama amefanya timing. Yani wakati anawaza hilo jambo na tayari mabadiliko yakafanya, wadau wote wakashirikishwa. Ili ni jambo kubwa sana. Kwa kweli tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa maono haya.